Mdeli lemhala Mamili Mokinehe. Aya, wewe kama unamuelewa Samia nyosha mkono, usiponyosha mkono we ni mchawi. Mheshimiwa Rais, la kwanza nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama mpaka siku ya leo. Lakini vile vile ni kushukuru wewe kwa dhati kabisa kwa kutushirikisha katika ziara yako hii ya mkoa wa Simiyu. Lakini Mheshimiwa Rais, nataka niseme mambo machache. Na haya nitakayoyasema ni taswira tu ya taifa letu katika maeneo mengi ya sekta ya kilimo. Mheshimiwa Rais, mwaka 2020 zao la pamba katika mkoa wa Simiyu na Tanzania nzima lilianguka mpaka kufikia tani 120,000. Na wakulima hawa wa Simiyu, Mheshimiwa Rais, walikuwa wanauza pamba kwa bei ya shilingi 300 mpaka 500 kwa kilo. Na hawa wakulima, Mheshimiwa Rais, wanakumbuka pamba ilikuwa haina mnunuzi. Tulikuwa tunawafata wanunuzi kina Njalu, kina Gungu, kina Ogola, kina Midimu kuwaomba, naomba ubebe pamba kabla ya mvua haijanyesha ili isiharibike, tutadaiana pole pole. Sekta ilikuwa imekufa na ilikuwa kwenye matatizo makubwa. Mheshimiwa Rais, hatua ya kwanza ulioichukua kwa ajili ya kulirudisha zao hili, uliniita Ikulu ukaniambia matatizo ya sekta ya pamba ni yepi. Nikakwambia Mheshimiwa Rais, tatizo la kwanza la sekta ya pamba, kwanza wakulima wamechoka, wanunuzi wamechoka. Hawa wanunuzi wote walikuwa wana madeni kwenye sekta ya fedha, hawakopesheki hata shilingi 100. Ulitoa idhini ili tuweze kuiokoa sekta ya pamba na ukaidhinisha bilioni 104 ambazo tulianza kulipa madeni yaliyokuwa yanadaiwa katika sekta ya pamba na wasambazaji wa huduma katika pamba na wanunuzi ili wasifilisike katika nchi yetu. Jineri zote zilikuwa zimewekwa katika hatari ya kupigwa minada katika nchi hii na sekta ndio ilikuwa inafia hapo. Na sababu ilikuwa ni nini, Mheshimiwa Rais? Sababu ya msingi, wapo ambao wanasema mfumo wa soko huria. Kwenye pamba hakukuwa na mfumo wa soko huria, kulikuwa na mfumo wa soko holela. Mheshimiwa Rais, hatua ile ya kwanza ulioichukua ukasema tuanze kutoa ruzuku kwa wakulima wa pamba. Mheshimiwa Rais, mkulima wa pamba katika mkoa wa Simiyu alikuwa anapata wastani wa kilo 200, kilo 150. Mheshimiwa Rais, mtu huyu hawezi kuondoka kwenye umaskini. Tukasema Mheshimiwa Rais, ni lazima tuongeze tija katika eneo hili. Na tija, Mheshimiwa Rais, haiji kwa jina la Roho Mtakatifu wala haiji kwa kumuomba Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad umejifungia ndani bila kufanya juhudi. Mheshimiwa Rais, uliidhinisha fedha, tukaanza kutoa ruzuku ya mbegu bure kwa wakulima wa pamba. Tukaanza kutoa ruzuku ya viuatilifu bure kwa wakulima wa pamba. Mheshimiwa Rais, nataka nikupe taarifa njema. Leo msimu huu ambao tumeuanza juzi, leo umezindua kiwanda kimoja cha Biosustain Meatu. Ni kwa sababu taasisi za fedha zimepata imani na msimamo wako wa kisera katika zao hili. Leo umeweka jiwe la msingi juzi hapa Bariadi, kiwanda cha Mneki na ndugu yangu Gungu. Sisi huku tuna lugha yetu, tulikuwa tunaitana galagaja. Galagaja ni yule anabeba hapa anauza pale. Sasa hivi Mheshimiwa Gungu, na jana juzi ulimwona amevaa tai, anaenda Ulaya, anaongea Kiingereza, anakutana na mabenki. Taasisi za fedha zimeanza kuamini sekta ya pamba. Leo umeweka jiwe la msingi kiwanda pale Maswa. Mheshimiwa Rais, baada ya kutoa hizo fedha
taasisi za fedha zikarudisha imani katika sekta. Mwaka huu Mheshimiwa Rais, wakulima wa mkoa wa Simiyu ambao miaka miwili iliyopita mitatu walizalisha jumla ya tani zisizozidi 60,000. Mwaka huu tunataraji kuvuna kati ya tani 200,000 mpaka 270,000 katika mkoa wa Simiyu. Tutafika uzalishaji wa pamba ambao historia ya nchi hii toka tumepata uhuru hatujawahi kufikisha. Mwaka huu tutavuna zaidi ya tani 400,000 mpaka 450,000. Tutazalisha marobota zaidi ya 800,000. Hatujawahi kuzalisha marobota mengi kiwango hichi toka nchi hii inapata uhuru. Ulifanya nini kufikia hapa? Ulitoa bailout ya zaidi ya bilioni 102. Tukalipa madeni kwenye taasisi za fedha. Taasisi za fedha zikarudisha imani. Umetoa ruzuku ya mbegu katika mkoa huu wa Simiyu. Msimu uliopita tumewapatia mbegu tani 8,858 zenye thamani ya bilioni 13.3 bure. Wakulima tumewapa viwadudu lita milioni 3 zenye thamani ya bilioni 18 bure. Tumewapatia vinyunyuzi eka pake 30,000 zenye thamani ya bilioni 3 bure. Mheshimiwa Rais, ukasema lazima wakulima waanze kulima kwa trekta. Mwezi wa 9 mwaka jana nimekuja mwenyewe baada ya wewe kuzindua kwenye 88 mradi wa matrekta. Tumeleta matrekta 205 katika mkoa huu yenye thamani ya bilioni 12. Wakulima wanalimiwa kwa bei ya shilingi 35,000 kwa bei ya ruzuku. Na umeniagiza juzi nituanunue matrekta mengine 450 ambayo matrekta 200 yatakuja mkoa wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, haujaishia hapo. Ili tuweze kuwa na bei imara kwa wakulima wa pamba katika mkoa huu, ni lazima marobota yanayozalishwa yaende yakachakatwe na kuongeza thamani na kupunguza import bill. Ninamshukuru sana Mheshimiwa Jenista dada yangu. Wewe ukiwa makamu wa rais, Mheshimiwa Rais, ulikuja mkoa huu wakati huo mkuu wa mkoa mtaka, na mimi nikiwa naibu waziri tukaenda maelekezo tuanze kujenga kiwanda cha vifaa tiba katika mkoa huu. Siasa za Simiyu kama kawaida zikaingia, mradi ukakwama. Leo umenipatia fedha shilingi bilioni 10 jumla. Tunajenga industrial park ya kwanza kwa ajili ya kuanza kuchakata marobota yanayozalishwa na Jineri ndani ya mkoa wa Simiyu. Serikali itapeleka umeme, serikali itapeleka maji, serikali itajenga maghala. Wawekezaji watakuja kufunga mashine tu za kufanya uzalishaji, na marobota yote yataanza kutumika ndani ya mkoa wa Simiyu. Na tutapiga marufuku katika nchi hii uagizaji wa cotton twine, nyuzi kwa ajili ya kufungia tumbaku. Mheshimiwa Rais, tunauza robota India, halafu tunatumia zaidi ya dola milioni 10-20 kununua nyuzi kwa ajili ya kufungia tumbaku katika nchi yetu. Nyuzi zote za kufungia tumbaku katika nchi hii zitazalishwa Simiyu. Vifaa tiba vyote vya pamba vitazalishwa Simiyu, Mheshimiwa Rais, na umeshatoa fedha. Na tumewaomba mkuu wa mkoa na halmashauri ya Itilima watupatie hilo eneo. Mwezi ujao tuanze kujenga na kuanza kupeleka maji na umeme katika maeneo hayo. Mheshimiwa Rais, industrial park hiyo itapewa ruzuku ya 20% ya bei ya umeme. Fedha yake tutaweka kwenye bajeti ya Wizara ya Kilimo. Viwanda vyote vitakavyochakata vifaa tiba, nyuzi za tumbaku na nyuzi zingine na bidhaa zote zinazotokana na pamba zitapata ruzuku ya 20% inayotokana na gharama za umeme itakayolipwa moja kwa moja na serikali yako kupitia Wizara ya Kilimo. Mheshimiwa Rais, hujaishia hapo. Mkoa huu mwaka huu wakulima wa pamba kwa bei ya leo, sisemi bei ya kesho na kesho kutwa,
nazungumzia bei ya pamba ya leo ya 1200. Wakiuza tani 200,000 zote, wakulima wa pamba wa mkoa huu watapata fedha kwenye mifuko yao bilioni 240. Halmashauri na serikali katika mkoa huu watapata bilioni 7.2 kama sesi katika mkoa huu. Mheshimiwa Rais, hizi ndio hatua unazochukua kuondoa umaskini kwa watu. Hakuna njia ya mkato kwenye kubadilisha shughuli za kilimo. Kilimo ni sayansi, Mheshimiwa Rais. Bei ya zao haiamuliwi kwenye mkutano wa hadhara. Bei ya zao inaamuliwa kwa kufanya hesabu na kutumia sayansi, ni namna gani tunaongeza thamani ya mazao. Mheshimiwa Rais, hii hatua haiishii hapo. Mkoa huu unakabiliwa na ukame. Uliniagiza baada ya Wizara ya Maji kuanza mradi wa maji wa Ziwa Victoria. Nataka niwatangazie wananchi wa Simiyu na ukanda wa Ziwa Victoria wote, serikali inayoongozwa na Dr. Samia imetoa maagizo kuanza mradi wa maji ya umwagiliaji kutoka Lake Victoria na Lake Tanganyika ambao utahudumia jumla ya hekta milioni 3 kwa mikoa yote ya kanda ya Ziwa na mikoa ya kanda ya Magharibi inayounganishwa katika Lake Tanganyika. Na mradi huo, Mheshimiwa Rais, upembuzi yakinifu na usanifu wa kina tumeshatangaza. Kabla ya tarehe 1 Julai atakuwa ameshapatikana mshauri mwelekezi kwa ajili ya kuanza huo mradi. Mheshimiwa Rais, hatua hizi sio hatua za muda mfupi, lakini umenipa maelekezo. Mheshimiwa Rais, ukipita huku kwenye ununuzi wa pamba unakuta maghala ya Mwalimu Nyerere, mabati yameshaoza. Umenipa maelekezo kupitia bodi ya pamba. Bodi ya pamba itatangaza zabuni kwa ajili ya mkoa wa Simiyu peke yake maghala 300 kwa ajili ya kukusanyia mazao ya kilimo, na ndiyo yatatumika kwa ajili ya kukusanya pamba na sehemu ya kuuzia mazao ya kilimo. Mheshimiwa Rais, mkoa huu sasa hivi umeanza kuzalisha mbaazi na zimeanza kuvunwa sasa hivi. Nataka niwaambie wakulima wa mbaazi wa mkoa wa Simiyu, msiwe na hofu. Jana nilivyokuwa Itilima na maeneo mengine, nimesikia Galagaja wameshaanza kushusha bei ya mbaazi. Nataka tu niwahakikishie wakulima wasiwe na hofu. Mnada wa kwanza wa mbaazi utakuwa siku ya Ijumaa hapa Bariadi. Mtaijua bei ya mbaazi. Haya mambo ya watu wanawafata nyumbani wanawapa jinga magana 5, magana mpungate, hiyo biashara inakufa kuanzia Ijumaa. Mnada wa kwanza, na nimewaambia Mheshimiwa Rais, ukisikia Mheshimiwa Rais wamekuja kulalamika wanunuzi wakubwa ETG, Mohamed Enterprises, SM Holding na wengine wote, kama hawatofata utaratibu ambao serikali tunauweka, wala sintasita kuwafutia leseni ya kununua mbaazi, ufuta, dengu na choroko katika nchi. Wala hili sio jambo la majadiliano. Tunaijua bei ya dunia. Ni kweli bei ya dunia imeanguka, lakini haiwezekani mkulima wa Simiyu apewe 500 mbaazi, apewe 700 mbaazi. Hiyo biashara hakuna, haiwezekani. Tunaifahamu bei. Ijumaa mnada wa kwanza utafanyika hapa Bariadi na mtaiona bei nzuri itakayokuwepo sokoni. Na nataka niwaambie wakulima wote, serikali itaendelea kufanya juhudi ya kuhakikisha tunalilinda zao la pamba. Tumeongea na waziri wa fedha, nimeongea na gavana wa BOT, tumekubaliana, na nataka niwaambie wanunuzi, kanunueni pamba. Hata bei ya dunia ianguke namna gani, tunazo instrumenti kwenye benki kuu ambazo tutazitumia kulinda marobota. Nchi hii haitarudia 2019-20. Mheshimiwa Rais, nikupe tu taarifa ndogo. 2019 na 20 watu waliipanikisha serikali. Bei ya pamba kwa wakulima ikafika 500. Pamba, Mheshimiwa Rais, unaweza ukaifungia ghalani ikishachakatwa kuwa robota.
haihitaji wali wala chai ili ikae mule ndani, wala haiozi. Mheshimiwa Rais, ilivyoanguka bei ya dunia ikafika senti 50, ikawa paniki huku, lakini baada ya mwaka mmoja pamba ile ilifika $1.7. Kwa hiyo niwaambie wanunuzi, nendeni mkanunue pamba. Hii serikali itawalinda, wala hakuna shida. Msiende kuangusha bei kwa wakulima, na hilo hatutawaruhusu. Hatutawaruhusu kabisa. Kwa sababu tunazo instrument kupitia Benki Kuu, serikali ipo, marobota duniani yakianguka tutayakusanya, tutayahifadhi, tutasubiri bei ya dunia ipande, yauzwe kwa bei nzuri ambayo itamnufaisha mchakataji, itamnufaisha na mkulima. Huu ndio njia pekee ya kuweza kuondoa umaskini katika mkoa huu. Mheshimiwa Rais, mimi natoka kwenye ukanda wa pamba na tumbaku. Korosho kwenye nchi hii imekuchukua miaka 3. Leo korosho imenyooka. Tumbaku, Mheshimiwa Rais, imekuchukua miaka 3. Leo tumbaku nchi yetu ni ya pili kwa uzalishaji Afrika. Tulikuwa hatupo kwenye kundi la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5. Tulikuwa tunaitwa kwenye kundi la others na wengineo. Mwaka huu Mheshimiwa Rais, nchi hii inaenda kuingia top 5 ama top 7 ya wazalishaji wa pamba Afrika kwa uzalishaji wa mwaka huu. Na hatua ulizochukua ni nini? Umetoa mbegu bure, umetoa viuatilifu bure, umeajiri vijana kwa kushirikiana na sekta binafsi wa BBT 700 wanaishi vijijini. Wakulima huku sisi Wasukuma unasikia maBBT. Yaani akisema maBBT sio kwamba anayachukia. Yaani anaonyesha ule ukubwa wa jambo. Vijana zaidi ya 700 wako vijijini Mheshimiwa Rais, na wote ni graduate wa university. Wakati unaanzisha program ya BBT, watu waliona kwamba hili jambo haliwezekani. Leo wako vijijini. Umenipa maelekezo juzi wakati tunakuja Simiyu. Nikakwambia mama, naomba kidogo ufunguke tuwape mbolea bure. Umenipa maelekezo. Nataka niwatangazie wakulima wa pamba wote nchi. Tutatumia viwanda vyetu vya ndani, Minjingu na Intracom. Watazalisha mbolea maalum kwa ajili ya pamba. Tutagawa tani 30,000 na mkoa huu wa Simiyu peke yake utapata tani 15,000 na serikali itatumia bilioni 21 kuwapatia wakulima mbolea hiyo. Mheshimiwa Rais, kwa nini kama waziri wako nilikufuata na confidence kwamba naomba mbolea nigawe bure kwenye pamba? Kwa sababu ninafahamu mambo mawili. Kwanza, Simiyu hapa yupo Kenan. Yupo Kenan Mheshimiwa Rais. Hatocheka na mtu. Lakini hapa ana ma-DC jembe. Wana uwezo wa kufanya kazi masaa 24. Kina Simalenga na wenzake. Mimi naamua sana ugomvi wa Simalenga na wanunuzi wa pamba, na nataka tu niwaambie wanunuzi, mimi nitaendelea kuwa katikati yao, kati ya yeye na wanunuzi wa pamba. Tutagawa mbolea hizi bure kwa wakulima wa pamba, wazitumie kwa ajili ya kilimo cha pamba. Kama Sudani, kama Misri na maeneo mengine, mkulima anapata mpaka tani 2 kwenye ekari. Haiwezekani tukashindwa katika nchi hii. Mbegu bure, dawa bure, tumewaletea maafisa ugani wa BBT, tunatumia trekta, tunakupa mbolea, tumekuleteeni ndege za kupulizia, tumeleta matrekta ya kupulizia dawa. Ni lazima tufike angalau tani 1,000 kwa ekari kwa kila mkulima katika eneo hili. Na nchi hii itafika jumla ya tani 1,000,000. Tutaondoa umaskini wote ulioko katika mkoa wa Simiyu. Mheshimiwa Rais, na nataka niwaombe ndugu zangu wa Usukumani na ndugu zangu wakulima wa pamba, safari ya mabadiliko kwenye sekta ya kilimo sio ya betting, sio ya siasa. Hii ni sayansi na huu ni uchumi. Mfumo tulioutumia toka mwaka 93 umeshindwa kuondoa matatizo ya pamba. Tukubalini mabadiliko ya mfumo huu ambao umetusaidia kwenye kahawa, umetusaidia kwenye tumbaku, umetusaidia kwenye korosho.
tutaondoka kwenye uzalishaji wa tani 200 na tani 300, na umaskini kwa wananchi wa Simiyu utakuwa umekwisha na taifa letu litapiga hatua. Niwapeni moyo, tunaanza kujenga industrial park ile. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, ndani ya miaka 2-3 itakuwa imekamilika. Nchi hii haitoagiza vifaa tiba tena nje. Na kwenye mapitio ya bajeti mwaka huu, serikali imefuta VAT. Mheshimiwa Rais, nisemee hapa na ndugu zangu wa TRA wako hapa. Kuna kamtindo kameanza. Mimi nikitengeneza robota hapa Simiyu, nikimuuzia Mwatex pale Mwanza, natakiwa nilipe VAT. Lakini nikilichukua hilo robota nikalipeleka Ulaya, silipi VAT. Kwa hiyo nimemuomba ndugu yangu Mwigulu na Commissioner General wa TRA, marobota yanayouzwa ndani ya nchi yasichajiwe VAT na kuwafanya watu waweze kuchakata, kuongeza thamani kwenye pamba ili tuwalinde wakulima. Ukichaji VAT, maana yake unataka mnunuzi apunguze 18% kwenye bei ya mkulima. Mheshimiwa Rais, sisi kama wakulima wa nchi hii, na nataka tu nikwambie mamangu, pumzika kwa amani kabisa. Baada ya Mwalimu, mimi ni waziri wako wa kilimo, nasoma makaratasi. Ni serikali ya awamu ya 6 ndiyo inachukua kodi za wananchi, inampelekea mkulima maskini mwenye nusu eka aliyoko kijijini. Unatumia zaidi ya bilioni 700 kuwapa ruzuku wakulima wa mazao ya chakula. Umetumia bilioni 400 kuwapa wakulima wa korosho. Leo hii mkoa huu peke yake unatumia zaidi ya bilioni 76 kuwapa wakulima wa pamba ruzuku. Hii ndio serikali inatoa ruzuku kubwa kuliko nchi yoyote ukanda wa Afrika Mashariki na kusini mwa jangwa la Sahara. Yoyote anayechallenge hili aje na takwimu mezani tujadiliane. Sisi tutakulipa Mwenyezi Mungu. Tunakuombea mambo mawili: afya njema na umri mrefu. Tunakuombea tufikishe tarehe 25 Oktoba. Sisi tutamaliza wajibu wetu siku ya kupiga kura, na wakulima huwa hatuna maneno. Umewaona huku wakulima tunajikusanya, tukiambiwa saa 2 tumefika. Kwa hiyo tutajitokeza kwa wingi. Tunapoenda kupiga kura mwezi Oktoba, tunapigia kura ruzuku ya mbolea, tunapigia ruzuku ya matrekta, tunapigia ruzuku ya viuatilifu, tunapigia ruzuku ya mbolea, tunapigia ruzuku ya mifumo ya umwagiliaji, tunapigia ruzuku ya bei, tunahakikishiwa soko. Mheshimiwa Rais, wala usiwe na mashaka, tunayo ajenda na wewe huna ajenda ingine, ni kumuondoa mtu kwenye umaskini, kumhakikishia chakula na kipato kwenye mfuko wake. Hichi ndicho unachokifanya, na atakaye kulipa ni Mwenyezi Mungu. Asanteni sana na watakia kila la heri.